mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, nikileta hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Amen. Basi tunamshukuru Mungu ambaye ametoa neema kwa kikundi hiki cha Mesiasa kuweza kuwa na kitega uchumi na eneo ambalo wanaweza kukutana na kufanya mikutano yao pamoja na kuendesha mambo ya ofisi. Basi kwa heshima hiyo nimekuja kuweka baraka hapa. Basi tuanze huduma hii kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunaungana pamoja kwa namba 365 kitabu cha Mungu. Mahali ni pazuri ndugu wanapokaa wakipatana vyema na wakipendana. Tuungane na Wakristo ulimwenguni wote kwa kukiri imani ya mitume. Namwamini Mungu Baba mwenyezi yote, Muumba wa mbingu na nchi, namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akakesha mahali pa kutoka wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenye enzi yote, kutoka atakuja kwa hukumu na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo, lililo moja tu, shirika la watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuka kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Sema 328 fungu la kwanza na la pili, tutasikia ujumbe wa neno la Mungu. 328 fungu la kwanza na la pili. Ndugu kundi lake Mungu atupendaye sana, mfuate mfanya wetu tukipendana vyema. Tukipendana vyema, Kutoka mahali hapa nimechagua neno kutoka kile kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari wa 10 na ule wa 11. Warumi mlango wa 12 mstari wa 10 na ule wa 11. Kwa msaada wa Yesu Kristo ninasoma. Amen. Kwa pendo la undugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu, kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimechagua neno hili maalum kwa ajili ya ufunguzi wa eneo hili, kwa sababu ninataka kuwaambia mambo machache ambayo maneno haya machache pia yana pongezi ndani yake.
Ni kawaida tunakuwa na vikundi vingi, vinakuwa na makubaliano mengi, lakini mengi yatekelezeki. Na mkiona ameweza kutekeleza jambo moja, basi mnahitaji pongezi, kwamba sio jitihada zenu tu, pia Mungu aliziona akaamua kuweka mkono wake hapo ili muweze kuelewana. Na neno la Mungu kwa leo linatukumbusha upendo. Tunapoamua kuanzisha kikundi chochote, upendo unaohitajika ni ule upendo wa familia. Kila ukimtazama mwenzako umuone ni mwanafamilia mwenzako. Na ukifanya namna hiyo, basi familia hii, unajua kwenye familia hata kama kuna mtu ambaye amekaa vibaya, una uwezo wa kumvumilia kwa sababu ni wa kwako. Kama Mungu alikuwa baraka ya mtoto, hata akikaaje, hata akikutukana, nataka niweze kuchaga sasa, kumbe niko mjini. Sasa hata kama akikutukana, bado ni mtoto wako. Tafuta namna ya kumchapa vizuri, sio sababu unamchukia, unataka kae kwenye mstari. Na vikundi hivi vinakuwa na sheria ndio hizo za kumchapa sasa huyo mtoto ile kae sawa sawa, ili tuweze kuendelea vizuri. Na anasema kila mmoja amheshimu mwenzake. Na ukitaka kujua mtu mwenye heshima, ni mtu anayejua kutunza siri. Kama hawezi kutunza siri, huyo mtu hana heshima. Yaani kama kuna mwenzenu labda mmemkopesha, amewazungusha, amefanya nini, unapita himozimo unakuta kila mahali wanamfahamu. Alafu kiuliza ni huyo anayepelekea hizo habari, yani huyo ndio mtu ana heshima. Na mtu ambaye hana heshima usitembee naye sana, utaonekana wewe una heshima. Sababu heshima unatunza siri. Yale ambayo mnaamua huku kwenye kikundi yawepo ndani ya kikundi. Sisi ambao tuko nje ya kikundi tuone matokeo. Kama nilivyokuja hapa tumeona kuna ofisi, kuna ukumbi, kuna viti vingi na nini. Mpaka nikaanza kuangalia na buffet nimeiona na hivi. Kwa hiyo sisi tuone matokeo tu, lakini mipango iwe ni ya kikundi. Na kama na mimi nataka nijue mipango, basi nijiunge huko. Basi ndio mambo yataenda sawa sawa. Kwa hiyo kila mmoja ajitahidi kuwa na heshima na mwenzake. Na akasema muwe na bidii sana. Maana yake muwe wachapa kazi. Muwe wachapa kazi. Kila mmoja afanye kazi, abarikiwe. Na mnapofanya hayo, msisahau roho zenu pia. Mhakikishe kila mmoja kwa imani yake. Ninajua hapo kuna watu wenye imani tofauti. Lakini mmekubaliana kwamba leo tumuite mchungaji Mamuya. Na mimi najifagilia leo nimeitwa na kikundi hiki. Kwa hiyo hayo ni makubaliano ambayo mmeyaweka na mnajua, lakini bado tunasimama kwenye ile misingi yetu. Kwa hiyo muhakikishe roho zenu zinajazwa neno la Mungu kwa imani yenu kila mmoja. Na mkifanya namna hiyo, mtaendelea kuona mafanikio mengi katika maisha yenu, na hakika hata wale watakuja kufuata baada ya ninyi watasema kuna waasisi walifanya vizuri. Ndio maana tuna kitu cha kushika. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, na niwapongeze viongozi. Niwapongeze sana. Mimi nina msemo mmoja nasema, kabla hujachaguliwa kuwa kiongozi, huwezi kuwa kiongozi. Ukishachaguliwa wewe ni kiongozi. Fanya kazi. Na unapofanya kazi, fahamu wote unaowaongoza ni viongozi. Ila wamekuamua kukuchagua wewe uwatangulie. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuwauliza swali wakupe ushauri, wasikupe ushauri wewe kama kiongozi. Wakanyamaza tu. Lakini ukishatoa ushauri wako na wao wakatoa yako tofauti na yako, usikasirike. Sababu na wao pia ni viongozi. Alafu utawaambia kwa vile mimi ndio mmenipa na dhamana sasa hivi, niacheni mimi nitangulie nimalize muda wangu, alafu nyie viongozi wengine mtapewa nafasi na ninyi mtaongoza. Basi mkifanya namna hiyo mtaendelea kubarikiwa na Mungu atakuwa na ninyi wakati wote. Amen. Tutulie tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru sana kwa upendo wako. Asante kwa jinsi ambavyo unaratibisha mambo mbalimbali katika ulimwengu huu, na hata unawawezesha watoto wako kuweza kukusanyika pamoja katika tofauti zao, lakini wanakuwa na maamuzi ya pamoja. Na kama Mungu endelee kuwalinda, usiwapungukie hata mara moja. Endelea kuwatangulia. Nina imani unapowakusanya watu mahali unayo mipango mema. Baba mbinguni, najua wamewekeza katika mawazo, katika fedha, wakitamani kuona maisha yao yanakuwa na maendeleo ya kutosha, na kikundi chao kinakuwa cha mfano wa kuigwa.
na kama Mwenyezi Mungu katika hayo yote ukawatangulie. Na hata siku hii ya leo ambayo wamesimama mahali hapa na kuichagua kwa ajili ya kuweka wakfu eneo hili liweze kutumika katika shughuli mbalimbali za kikundi hiki, na kama Mungu uende ukasimame, na kama Mwenyezi Mungu uende ukaonekane katika mipaka yake yote, wewe Mungu ukasimame. Baba mbinguni, epusha zile hila zote za mwovu ibilisi zinaweza kutumika aidha kuwashambulia wanakikundi na kuleta mafarakano, au kuingia katika eneo hili na kuibua mambo magumu na laana zilizotabiriwa katika ardhi hii. Na kama Mwenyezi Mungu wewe peke yako ukasimame. Ulisema ya kwamba watoto wako tukikanyaga mahali utafanya kuwa mali yetu. Watoto wako wanakanyaga mahali hapa. Kama yako maneno ambayo yalinenwa katika ardhi hii, tunaiomba ardhi hii ikatapike sasa Baba mbinguni, na ikapokee maneno ambayo yataachiliwa na kikundi hiki, maneno ya baraka, ili kaachilie baraka kwa watoto wako wakati wote. Katika Kristo Yesu nimeomba. Amen. Amen. Asante. Basi niombe mkasi. Basi ninaweka wakfu eneo hili ili katika matumizi ya kikundi hiki katika Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sehemu ya matumizi ya ofisi ya kikundi hiki katika Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi ninaweka wakfu katika ukumbi huu iwe ni sehemu ambayo mtakutana na kuweka majadiliano na mipango mbalimbali kwa ajili ya kikundi hiki kwa Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sasa muingie mkae kwenye ukumbi wenu. Kila mmoja kusimama mahali kwenye meza na kuweza kukaa. Basi tukiwa tumesimama wote kwa pamoja, tusalie sala ambayo Bwana Yesu alitufundisha kwa pamoja. Baba yetu baraka ya Bwana. Bwana Mungu awabariki na kuwalinda. Bwana Mungu awaangazie nuru uso wake na kuwafadhili. Bwana Mungu awe uso wake na kuwapa amani yake kwa Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tushiriki neema. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Basi niombe ukae. Mmoja ana mawazo mema kwa ajili ya kikundi. Kama kuna mtu ambaye ana mawazo mabaya, anyanyuke tu aondoke. Alafu kama kuna masuala ya kisa na nini tamfuata huko nyuma, lakini wote mlioko hapa nina imani na mawazo mema na kikundi hiki. Na kwa vile ardhi huwa ina masikio, inasikia. Na nimeambiwa kwamba eneo hili mlinunua, si ndio? Wale waliokuwepo hapa inawezekana waliongea maneno mengi, na nimeomba Mungu ayaondoe. Amen. Na sasa ninyi ardhi hii inawasikiliza. Mnataka kusema nini? Tumeanza na neno la Mungu, ndio kitu cha kwanza ardhi hii imesikia leo. Baada ya hapo nina imani viongozi wataendelea kuzungumza. Na ninyi mtaendelea kuchangia hoja na nini. Jitahidini kila mmoja aseme neno la baraka.
ajili ya eneo hili. Nimenunua eneo hili hapa, sidhani kama limefika eka 1, lakini na imani hapo mbeleni hata eka 50, 100 nitanunua. Nikiweza kununua nyingi, kama kuna kikundi fulani kilinunua eka 1000 mahali, alafu kikaongelea kila mmoja eneo, kasapotiana, kila mmoja akachukua eneo pale, wakakaa vizuri, kwani ninyi na kina nani mshindo? Na kati wao wameumbwa, wana macho na masikio kama ya kweli. Kwa mimi ninawatakia baraka nyingi sana. Waendelee kufanya. Nadhani nisisitiza sana tupendane. Neno upendo limekuwa ndio nguzo yetu. Nadhani hata kabla mchungaji hajasema huwa tunapendana kweli. Ama hatupendani? Tunapendana. Kuna mtu ampendi mwenzake hapa? Hapana. Sio ule upendo mwingine lakini. Wao wakaribisha watu wote hapa na tayari na ratiba. Usije tukatoka nje ya ratiba tukaalivi. Nafikiri sasa hivi tutapata chai. Kama ratiba ilivyokuwa inasema ile Alhamisi iliyopita. Kwa hiyo niombe kamati ya chakula. Wapo kweli? Siona kamati ya chakula hata samani kidogo. Mesiasa. Tunaweza. Tunamshukuru Mungu, tuko jirani na mchungaji Lemuya. Ndio jirani yetu hapa. Ndio naona yuko hapa. Tunataka kumkaribisha mchungaji Lemuya na mama. Mchungaji, karibu sana kwenye kikundi chetu. Ndio jirani wako. Amina mchungaji, karibu sana. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa heshima na taadhima, nasimama mbele yenu kwa unyenyekevu mkubwa. Mimi na mwenzangu, mke wangu, washukuru mno kutukaribisha katika siku hiyo njema, muhimu sana na iliyopendeza mno. Hapa mwanzoni tu penyewe imependeza mno. Na kama mtumishi wa Mungu mchungaji alivyosema, yajayo nadhani atafurahisha zaidi. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Viongozi wapendwa, Mungu awatangulie, washike kwa Roho Mtakatifu wake, muweze kuwaongoza hao ambao wamewachagua mwatangulie. Wale anasema wote hao ni viongozi. Ila nyie kwa wakati fulani, kipindi kama katiba inavyosema, mtawatangulia kuwaongoza, na hivyo tunawatakia baraka za Mungu na kikundi hiki kizidi kupanda ngazi, mkibarikiwa hatua kwa hatua. Mungu awabariki. Asante sana. Kwa mchungaji, nafikiri kuna watu wa kamati hapa, kamati ya chakula. Bwana Yesu anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Hamwezi kufanya neno lolote pasipo mimi. Na sisi tunaanza kwa kusema hakuna neno lolote tunaliweza pasipo yeye. There is nothing that we can without him. Mimi siwezi neno lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi neno lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu.
wote kwa pamoja, mimi siwezi. Mwambie Bwana Yesu, mimi siwezi jambo lolote, jambo lolote bila wewe Yesu. Turudie tena tumwambie, mimi siwezi, mimi siwezi neno lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote, iwe ni maombi yako na ukiri wako wakati tunaendelea. Yesu, mwite tena mwambie,
haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba. 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 Ni mkono wa Mungu umenibeba. 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 Ni mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba. Hakuna kitu nzuri kama kuweka imani ndani ya Mungu. Hakuna jambo zuri kama kuweka imani ndani ya Mungu. Yeye hajui disappointment. Yeye haelewi kuvunja moyo. Kumtegemea huepusha mambo mengi. Kumtumainia kunasaidia. Haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba. 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 Ni mkono wa Mungu umenibeba. 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 Ni mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba. Mungu, napenda unavyofanya ahadi zako. Kwanza huwezi ahidi ukose kutimiza. Mungu, napenda unavyofanya ahadi zako. Kwanza huwezi ahidi ukose. Est-ce qu'on réfléchit? Ah, naomba imenyesha kule. Mwana boye. Hata tukina tukina. Sisi wana. Mwana boye. Bando maeko tunangalika mora salise kole galera. Mama. Nasali mama yako kisema mambo somo.
vinanichosha, nachoka kabisa. Kinachonishinda nyumbani kwao wamezidia ugali, nifanye nini wapate tulia, nachoka kabisa. Chungwa maringo yake na mwendo vinanichosha, nachoka kabisa. Kinachonishinda nyumbani kwao wamezidia ukali, nifanye nini wapate tulia, nachoka kabisa. Nakufukuza ukumbini. Nakufukuza ukumbini. Jotoa mchangoni. Utaona baada ya muda. Sio Facebook. Unaona kurusha YouTube. Utaona YouTube, ukiona kwa YouTube.